Karibu tena katika mfululizo na muendelezo wa kuiangalia fainali ya kombe la shirikisho Afrika ambayo inayohusu klabu ya Tanzania Simba, wawakilishi wa Tanzania, Afrika Mashariki na Kati na Sub-Saharan Africa katika fainali hiyo ambayo watacheza dhidi ya RS Berkane. Sasa basi, hiki ni kipindi kingine ambacho tunakwenda kuangalia juu ya swala zima la muamuzi ambaye anakwenda kuchezesha michezo hii ya fainali. Muamuzi gani atachezesha mchezo wa kwanza na yule ambaye atachezesha mchezo wa pili. Lakini awali ya yote ikumbuko kwamba bado shirikisho la soka Afrika kupitia kamati yake inayojihusisha na masuala mazima ya waamuzi hawajaweka wazi jina la waamuzi ambaye anakwenda kuchezesha huu mchezo. Lakini kwa wale watu ambao wana experience na African football na ukiangalia trend ya mechi zinavyokwenda, kuna waamuzi watano wana nafasi ya kuja kuchezesha hii michezo ya fainali, wa ugenini na wa nyumbani. Waamuzi hawa watano, wapo ambao wana bahati na wekundu wa Msimbazi Simba, na wapo ambao hawana bahati na wekundu wa Msimbazi. Wapo ambao wakiwa kati Simba apotezi, wapo ambao akiwa kati Simba anakuwa na hali mbaya. Sasa basi, kwa nini nimeweka waamuzi hawa watano ikiwa bado shirikisho la soka Afrika halijatangaza waamuzi ambao wanakwenda kuchezesha michezo hii ya fainali kwenye ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho? Nimeweka waamuzi hawa watano kwa sababu shirikisho la soka Afrika lina waamuzi wengi kweli kweli kwenye wakati huu, lakini waamuzi watano ambao shirikisho la soka Afrika linawaamini kabisa, yani kama waamuzi vinara, hawa ni wale ambao watakwenda kuchezesha fainali za kombe la dunia kwa ngazi ya klabu zilizotarajiwa kufanyika mwezi Julai na Juni kule Marekani. Sasa shirikisho la soka la Afrika CAF waliombwa kutoa orodha ya waamuzi watano wakati ambao watakwenda kuchezesha michezo hii, na katika waamuzi watano hao tunakwenda kuangalia sasa. Waamuzi watano hawa ndio ambao wamehusika na fainali zilizopita, yani msimu uliopita wa fainali za shirikisho 2, za ligi ya mabingwa 2 pamoja na ile ya CAF Super Cup. Waamuzi hawa ndio ambao walihusika. Ni cream kweli kweli kwa soka letu la Afrika. Kwa hiyo tunapozungumza mpaka sasa, baadhi yao wamehusika katika hatua za nusu fainali. Hivyo basi, katika orodha hii ya waamuzi watano ambao CAF wenyewe ndo wanaamini kabisa kwamba hawa wanakwenda kuipeperusha bendera ya Afrika katika michuano mikubwa ya kombe la dunia kwa ngazi ya klabu, sidhani kama wanaweza kutoa mwamuzi tofauti na hawa watano kwenda kuchezesha michezo ya fainali, ikiwa hawa ndio waamuzi ambao wanaaminiwa na ndio ambao wamekuwa wakipewa fainali nyingi. Tunakwenda kuangalia waamuzi hawa na bahati yao kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi inakuwaje. Kwanza tukianza na trend ya hawa waamuzi. Mwamuzi wa kwanza ni Mustafa Ghorbal. Huyu anatokea Algeria. Huyu ni Algerian, mwamuzi wa kwanza. Mwamuzi wa pili ni Jean-Jacques Ngambo Ndala, huyu kutoka DR Congo. Mwamuzi mwingine anatokea Libya, anaitwa Ibrahim Mutaz kutoka Libya. Mwamuzi mwingine ni Issa C kutoka Senegal, na mwamuzi wa tano anatokea Mauritania, anaitwa Beida Dahane. Tutarajie orodha hii ya waamuzi hawa watano ndo tutawaona wakichezesha mchezo wa fainali kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa Afrika. Kwa nini? Hii ndio ile krimu ambayo nimekuambia kwamba itakwenda kwenye fainali za kombe la dunia kwenda kuiwakilisha Afrika au CAF. Lakini kwenye msimu uliopita wa 2023-24 hawa wamehusika katika fainali za CAF kwa maana ya ngazi ya klabu, ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, isipokuwa mmoja, na nitakupa sababu kwa nini. Mustafa Ghorbal alichezesha fainali ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika ambayo ilikutanisha Esperance dhidi ya Al Ahly, mechi ambayo ilipigwa Tunisia. Jean-Jacques Ngambo Ndala alichezesha fainali ya pili
ambayo Ahly wanamfunga Esperance na kuchukua ubingwa ligi ya mabingwa msimu uliopita. Ibrahim Mutaz alichezesha CAF Super Cup, yani bingwa wa kombe la shirikisho ambaye alikuwa ni Club Zamalek, na bingwa wa ligi ya mabingwa Afrika ambaye alikuwa Al Ahly. Huyu mwamuzi ndo alichezesha ile mechi ambayo ilifanyika Maka, Saudi Arabia, na Zamalek akapata ushindi kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Mwamuzi mwingine ni Issa C. Issa C kutoka Senegal, yeye alichezesha fainali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika, Zamalek wakibeba ubingwa, wanamfunga RS Berkane goli 1-0. Beida Dahane yupo katika orodha ya waamuzi ambao wanakwenda kwenda kutuwakilisha Afrika katika kombe la dunia kwa ngazi ya klabu, lakini hakuchezesha mchezo wa fainali msimu uliopita. Kwa nini? Beida Dahane, hii trend ukiangalia, na yeye alikuwa anaelekea huko kwa maana ya kuchezesha mchezo wa fainali, na fainali yake ilikuwa ya kombe la shirikisho ya kwanza. Hii ligi ya mabingwa, huyu alichezesha Super Cup, huyu ni fainali ya pili ya kombe la shirikisho. Beida Dahane, huyu ndio tulitarajia angeenda kuchezesha fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika. Ni miongoni mwa waamuzi bora kabisa, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vilileta mkanganyiko na vilitrend sana Beida Dahane, tutakumbuka huyu ndiye ambaye alichezesha mchezo wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika kati ya Mamelodi Sundowns dhidi ya Young Africans katika uwanja wa Loftus Versfeld, mchezo ambao ulikumbwa na kadhia kubwa ya changamoto ya matumizi ya VAR juu ya goli lililofungwa na Stefan Aziz Ki, lakini likakataliwa bila kwenda kuangaliwa katika VAR. Hivyo akazua mtafaruku mkubwa, na baadaye Beida Dahane akapata changamoto ya kushambuliwa kweli kweli kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika, hususan kutoka Tanzania. Yes, alipata mashambulizi ya kutosha. Hivyo basi kafu wakaamua kumweka pembeni katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na badala yake alichezesha Peter Waweru Kamaku kutoka Kenya. Sasa Peter Waweru ilikuwa anatoka Afrika Mashariki, ilikuwa lazima uchezeshe huu mchezo. Kwa hiyo Peter Waweru ni miongoni mwa senior referees ambaye alikwenda kuchukua nafasi ya Beida Dahane. Sasa basi, kwa msimu huu tunapozungumza, msimu huu kwa maana ya msimu 2024-2025, waamuzi hawa katika hatua ya nusu fainali, Jean-Jacques Ngabo Ndala amechezesha nusu fainali moja ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch ambayo ilichezwa kule Zanzibar. Lakini pia Ibrahim Mutaz amechezesha nusu fainali moja ya kombe la shirikisho Afrika kati ya RS Berkane dhidi ya Constantine. Berkane wanashinda mabao 4-0. Beida Dahane ni mwamuzi ambaye amechezesha nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika ambayo ilimuondoa Al Ahly. Ilikuwa ni Mamelodi Sundowns dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo waamuzi hawa 1, 2, 3 tayari wameshachezesha mechi katika hatua ya nusu fainali. Kuna uwezekano wakajirudia kwa maana ya kutokea kwenye fainali, lakini nafasi kubwa ipo kwa Mustafa Ghorbal, ipo kwa Issa C. Hawa wawili hawajachezesha mchezo wa nusu fainali kwa msimu huu, na ndo krimu ambazo zinategemewa kwenda kutuwakilisha Afrika, na hawa wawili ni moja ya miongoni mwa best referees kutoka Afrika. Sasa basi, tukienda kuangalia waamuzi hawa, endapo itatokea ndo mmoja wapo anakwenda kuchezesha mechi hizi kwa maana ya ugenini na nyumbani, mmoja anaweza kapewa ugenini, mmoja nyumbani, au ikawa vice versa pia. Ikitokea Mustafa Ghorbal sio mara ya kwanza kwenda kuchezesha wekundu wa Msimbazi Simba, tayari ameshawahi kuchezesha. Miongoni mwa mechi ambazo amechezesha ilikuwa ni msimu uliopita, hatua ya makundi, Simba dhidi ya Jwaneng Galaxy, mechi ambayo ilimalizika kwa 0-0. Mechi hii ilichezwa kule Gaborone, Botswana, ilimalizika kwa matokeo ya aina hiyo. Huyo ni Mustafa Ghorbal kutoka Algeria. Mechi nyingine ambayo mwamba alikuwa kati ilikuwa
ni mechi ya TP Mazembe dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba msimu mwaka 2018-19. Baada ya Simba kutoka group stage, alipofika hatua ya robo finali walitolewa na Mazembe, lakini mechi ambayo ilichezwa Tanzania ilikwenda kwa suluhu bila kufungana. John Rafael Boko alikosa mkwaju wa penalty. Na mechi ya tatu ilikuwa msimu mwaka 2020-21 ambayo Simba walikutana na Ahali katika kundi moja. Mechi iliyochezwa Cairo, Simba alipoteza goli 1-0, Ahali akishinda. Kwa hiyo mechi tatu ambazo amechezesha Mustafa Ghorba, hakuna hata moja mnyama ameshinda. Hivyo huyu ni mwamuzi ambaye kama wale watu ambao wanaamini bahati, basi bahati haiko upande wake. Ukitoa yeye, tunakwenda kwa Issa C. Issa C, takwimu zake ziko vipi? Mwamuzi mwenye umri wa miaka 40 kutoka Senegal. Yeye sasa amechezesha mchezo mmoja, ulikuwa ni ligi ya mabingwa Afrika msimu uliopita. Simba walicheza dhidi ya Wydad Casablanca katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Jean Baleke akifunga bao pekee, ilikuwa goli 1-0. Hii ni mechi yake yenye kumbukumbu nzuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba akichezesha. Lakini ni Issa C ambaye amechezesha mechi nyingine, of course kwa watani zao wa jadi kwa maana Young Africans, amechezesha mechi kadhaa. Baada ya hapo kwa maana ya huyu na huyu, kama ni bahati basi ipo kwa Issa C, maana yake mchezo mmoja aliochezesha ndio ambao walishinda pia. Tukitoka kwa hawa waamuzi wawili ambao wana nafasi kubwa kwenda kuchezesha mechi ya fainali hizi mbili, inawezekana ikawa kwenye kombe la shirikisho, inawezekana ikawa katika ligi ya mabingwa, lakini tumejaribu kuangalia endapo ikitokea katika shirikisho. Sasa waamuzi ambao wanabakia ni Jean-Jacques Ngabo Ndala ambaye kimsingi Simba wanakumbukumbu naye nzuri kwa sababu hata mechi ya mwisho dhidi ya Stellenbosch ndiye ambaye alikuwa kati, ile ambayo ilichezwa Zanzibar na maanisha alikuwa kati na wakafanikiwa kupita Simba. Kwa hiyo huyu na mwenyewe amekuwa na kismat kizuri na Simba. Bali hapa kuna mechi nyingine nyuma alishawahi kuchezesha na Simba akapata matokeo mazuri. Ibrahim Mutaz, huyu msimu huu tayari ameshachezesha mechi ya Simba ambayo Simba walishinda goli Simba alishinda goli 1-0, ilikuwa dhidi ya Bravos do Marquis kutoka Angola. Kwa hiyo Ibrahim Mutaz ana kumbukumbu hii, na misimu miwili nyuma Ibrahim Mutaz kwa maana ya msimu uliopita, Ibrahim Mutaz Simba mechi yao ya kufuzu walimfunga Power Dynamos ya kina Joshua Mutale Budo. Walitoka sare, ilikuwa ni sare ya goli 1-1 baada ya Ndola 2-2 uwanja wa Azam Complex 1-1, goli lao la kujifunga Ibrahim Mutaz alikuwa kati. Kwa hiyo wana kumbukumbu nzuri sana Simba dhidi ya Ibrahim Mutaz katika mechi mbili ambazo alikuwa katikati. Mwamuzi mwingine ambaye kasalia na ndio wa mwisho ni Beida Dahane. Beida Dahane ana kumbukumbu, huyu tulizungumzia mechi ya Young Africans na Mamelodi Sundowns ile ambayo ilichezwa Afrika Kusini, lakini ndiye ambaye alikuwa na kumbukumbu nzuri dhidi ya Yanga hao katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika, mechi ya marudiano ambayo ilichezwa Algeria dhidi ya USM Alger. Bao pekee lilifungwa na Juma Shaban, yeye ndo alikuwa muamuzi wa kati katika ule mchezo. Kumbukumbu yake iko vipi dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo wa AFL, African Football League? Huyu mwamba alikuwa kati, mechi ambayo Simba walicheza na Al Ahly katika ardhi ya Benjamin Mkapa na walitoshana kwa sare ya mabao 2-2 kabla mchezo wa pili kwenda kuchezwa Cairo, wakatoka 1-1 na Simba akaishia kwa faida ya goli la ugenini kwa upande wa Ahly. Kwa hiyo huyu naye ana kumbukumbu isiyo nzuri kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Hii ni kwa wale watu ambao wanaamini bahati, na tumejaribu kuangalia hawa waamuzi, pengine unawafahamu vizuri hawa waamuzi na yupo mwamuzi ambaye unamhusudu. Kwangu mimi, kwa experience yangu ya kuangalia kandanda, katika orodha hii ya waamuzi, hawa ni waamuzi wazuri. Wapo wengine pia wazuri ambao hapa wapo, akina Abdulkadir Artan ambaye Msomalia, wapo akina Bamlak Tisema kutoka Ethiopia na wengine wengi. But kwa mimi, mwamuzi wangu kipenzi kabisa ndani ya bara hili la Afrika ni Ibrahim Mutaz kutoka Libya. Bonge moja la mwamuzi, na kitu ambacho nakipenda kutoka kwake ni namna ambavyo amekuwa akifanya maamuzi sahihi kwenye matukio mengi, na amekuwa akikimbia kabisa kuufuata mpira kwenda kuangalia. Yaani unaona
work rate ni nzuri kutoka kwa mwamuzi. Amekuwa karibu kwenda kuangalia yale matukio ambayo yasimchanganye, yasimletee tafrani. Ibrahim Mutaz kwangu mimi ndio mwamuzi ambaye namhusudu sana, lakini ana bahati nzuri na wekundu wa Msimbazi Simba pia. Kwa hiyo kama atatokea yeye, basi itakuwa faida. Ndio tunahitimisha hivyo, kwa maana hao ndio waamuzi watano ambao tutarajie kuwaona katika fainali za Ligi ya Mabingwa, tutarajie kuwaona katika fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika. Inaweza ikawa tofauti, lakini kwa mechi zote 4 hawa waamuzi watahusika kwa namna moja au nyingine. Otherwise, labda CAF waamue kuwatoa kabisa katika michezo hii 4 ya fainali, kwa sababu wanakwenda katika fainali za Kombe la Dunia. Lakini haingia akilini kutoa krimu yenu, kutoa waamuzi wenu bora, wasichezeshe mechi bora zaidi, kwa maana mechi za fainali eti kwa sababu wanakwenda kwenye fainali za Kombe la Dunia. Hapana, pengine hicho ndio kigezo ambacho kitapelekea hawa waamuzi kupewa hizi mechi za fainali. Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe.